أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Watukufu katika iman, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake na uwezo wake kutukutanisha tena leo katika mwendelezo wa darasa zetu na kitabu chetu cha Sahihu Sifatu Salati Nabii sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah kutuwezesha mpaka muda huu kuudiriki mwezi mtukufu huu wa Rajab. Mwezi wa Rajab ni miongoni mwa miezi mitukufu minne ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaitaja katika Qur'an pale aliposema, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah ni miezi 12. Yauma khalaqa as-samawati wal ardh, tangu ameumba mbingu na ardhi. Hii miezi 12 Allah ameiweka tangu ameumba mbingu na ardhi. Miongoni mwa miezi hiyo kuna mwezi mtukufu wa Ramadhan, kuna mwezi wa Dhulhijja na mengineyo. Isije ikasomeka kwamba mwezi wa Ramadhan ni kwa sababu imekuja funga ya Ramadhani ndiyo ukaitwa mwezi wa Ramadhani. Mwezi ulitangulia kabla ya kuja ibada ya funga. Na vile vile mwezi wa Dhulhijja ambao katika mwezi huu watu wanakwenda Maka kutekeleza ibada ya hija, pia vile vile isije ikasomeka kwamba umeitwa Dhulhijja kwa sababu imekuja ibada ya hija. Mwezi ulitangulia kabla ya ibada ya hija, ndipo Allah akaifanya ibada ya funga akaiteremsha katika mwezi wa Ramadhan. Lakini angetaka mwenyewe, ana uwezo, angeiteremsha katika mwezi wa Shawwal, mwezi wa Dhulqaada. Ni mipangilio yake yeye Allah kupanga vile ambavyo anataka. Sasa Allah anasema
inna iddata shuhur, hakika hisabu ya miezi inda Allahi, mbele ya Allah, 12 shahran fi kitabillah, ni miezi 12 katika kitabu cha Allah, na wa mwanzo ni Muharram, yauma khalaqa as-samawati wal ard, miezi hii toka siku ambayo Allah kaumba mbingu na ardhi. Minha, miongoni mwa miezi hiyo 12, arba'atun hurum, kuna miezi 4 mitukufu. Dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, Allah anasema msidhulumu nafsi zenu katika hiyo miezi mitukufu kwa kutenda maasi. Msidhulumu nafsi zenu katika miezi mitukufu kwa kufanya mambo ya haramu. Ukifanya maasi katika mwezi mtukufu, basi dhambi yake inakuwa ni kubwa zaidi. Lakini ikiwa ni miezi mitukufu, Allah ametutaka tufanye yaliyokuwa matukufu katika miezi mitukufu, na kufanya matukufu katika miezi mitukufu kunapelekea mtu kunyanyuliwa daraja na kupata thawabu nyingi. Kwa mwezi wa Rajab ndio tuko nao. Mwezi wa Rajab ndio tunao sasa hivi. Hasanul Basri anasema shahru Rajab, mwezi huu wa Rajab ni mwezi wa kupanda. Mwezi wa Rajab ni mwezi wa kupanda. Wa Shaaban, na mwezi wa Shaaban ni mwezi wa kutilia maji. Kile ulichokipanda kwenye Rajab sasa unatilia maji katika mwezi wa Shaaban, na Ramadhan ndiyo mwezi wa kuvuna kile ulichokipanda. Ndio wanazuoni walikuwa wakifanya maandalizi mapema kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sasa huu ni mwezi mtukufu, tujitahidi sana kufanya mambo ya kheri, kama vile kutoa sadaka, kama vile kufunga, kama vile kuleta toba, kuleta istighfar, kumtaja Allah kwa wingi katika mwezi huu mtukufu, kwa sababu fadhila zake ni kubwa zaidi. Kikao hichi tulichokaa leo hapa hakiwi sawa na kikao tulichokaa katika wiki iliyopita. Kikao hichi thawabu zake ni nyingi mno, kwa sababu tumo katika mwezi mtukufu. Kwa hiyo tujitahidi sana kutekeleza yale ya khairi katika miezi hii mitukufu, ili tupate fadhila za Allah, kama vile kufunga, kujitolea kwa ajili ya Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sama yawman fi sabilillah, yule ambaye atakayefunga siku moja kwa ajili ya Allah, baada Allahu bainahu wa baina an-nari, Allah anamweka mbali baina yake huyo na moto. Kwa kufanya saumu, kuleta adhkar, kutoa sadaqa, kuleta toba katika mwezi huu wa Rajab, na kumuomba Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan, katika mwezi huu wa Rajab. Inshallah tumuombe Allah atuwafikishe kuweza kupata kheri na kutekeleza yale yaliyokuwa mazuri, ili tuweze kupata mafanikio insha Allah. Leo biidhnillah tutaondokea ukurasa namba 125.
Katika darasa iliyopita tuliangalia masala ya kisomo cha suratul Fatha. Tukasema kwamba suratul Fatha ni nguzo katika swala. Swala haikamiliki kama haijasomwa suratul Fatha. Maelezo marefu tumeelezea, tukasema na bismillahi ni moja ya aya katika suratul Fatha, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha qara'tumul Fatiha, mtakaposoma suratul Fatha, faqra'u bismillahir rahmanir rahim, basomeni bismillahi, kwani bismillahi ni moja kati ya aya zake hizo aya 7, moja wapo ni bismillahir rahmanir rahim. Baada ya kumaliza suratul Fatha, kuna neno linakuwa linatamkwa. Ndio mada yetu ya leo, at-ta'minu ba'da qira'ati al-Fatiha, kuitikia amin baada ya kisomo cha suratul Fatha. Kuitikia amin na sio kuitikia amin. Wengine wanaleta kwa hii ghairil maghdubi alaihim waladdallin, anasema amin. Ni amin, sio amin, ijapokuwa siku katika makhraji moja zinatoka maeneo mamoja katika koo misho kule na makhraji yake ndiyo hiyo hiyo moja. Aqsa alhalq, mwisho wa koo huku kuendea katika kifua, ndio inatoka herufi ya alif na inatoka herufi ya he. Ndo maeneo yake, lakini hatusemi amin, ni amin. Wasunnatu, na sunna, yu'ammina al-musalli baada qira'ati al-Fatiha, ikiwa ataitikia amin baada ya kisomo cha suratul Fatha, fayaqul, basi aseme amin, aseme amin, avute hiyo alifu amin. Kwa nini avute? Wa maanaha, na maana yake Allahumma stajib, ewe Mola tujibu, tuitikie. Kwa sababu katika suratul Fatha tumesema mambo mengi, tumemuomba mingi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Tumemuomba Allah, tumemuomba Allah. Kwanza tumemwambia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu ndiye tunayekuabudu na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Ihdinas siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka tukaipate pepo yako. Siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao uliowaneemesha, minan nabiyina was-siddiqina, ghairil maghdubi alayhim waladdallin, sio ya wale uliowakasirikia, wala ya wale waliopotea. Ndio tunasema amin, maana yake tutakabalie. Istajib lana duaana, tutakabalie, tujibu dua yetu, ewe Mola wetu. Wa maanaha, na maana yake Allahumma stajib, ewe Mola itikia, tujibu. Inda jamhuri ulama, hii kwa jamhuri ya wanawazuoni wamekubaliana kwamba amin ndio maana yake, ewe Mola tujibu.
Waqad wuridat fiha ahadithu, na zimewaridi ndani yake hadithi, minha, miongoni mwa hadithi hizo, an sayyidina Abi Huraira, kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, radhi za Allah ziwe juu yake, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika Mtume rehma na amani ziwe juu yake amesema, idha qala ahadukum, atakaposema mmoja wenu amin. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Mtume, Abu Huraira anasimulia, idha qala ahadukum, atakaposema mmoja wenu amin, wa qalatil malaikatu fis samai amin, na malaika na wao mbinguni wakasema hiyo amin. Yani huku kumesomwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, wakaitikia maamuma amin, na malaika wakaitikia mbinguni amin. Fawafaqat ihdahuma al-ukhra, ikawafikiana mmojawapo kwa mwinginewe, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anasamehewa mtu huyo madhambi aliyoyatanguliza. Ibada ya swala ni ibada ya kusamehewa madhambi. Ibada ya swala ni ibada ya kusamehewa madhambi tangu unatoka nyumbani, haswa ukitia udhu nyumbani. Tumesema udhu tutie nyumbani ndiyo fadhila. Tukitaka fadhila, udhu tutie nyumbani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man tatahhara fi baitihi, yule ambaye mwenye kutawadha nyumbani kwake, thumma ata ila almasjid, kisha akaelekea msikitini, basi mtu huyo kwa kila hatua ananyanyuliwa daraja na anafutiwa dhambi zake. Ibada ya swala ni ibada ya kufutiwa watu madhambi. Sasa anasema Mtume, atakaposema mmoja wenu amin, wa qalatil malaikatu fis samai amin, na malaika nao akasema mbinguni amin. Fawafaqat ihdahuma al-ukhra, akawafikiana au ikawafikiana moja kwa mwingine, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, zikawafikiana zile amin, huku amin na kule amin. Anasema Mtume, husamehewa mtu huyo madhambi yake aliyoyatanguliza. Rawahu al-Bukhari, hadithi ni sahihi, amepokea Imam Bukhari wa Muslim na Imam Muslim pia. Wa qawluhu, na kauli yake, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anasamehewa madhambi aliyoyatanguliza. Je, yote? Kwa sababu madhambi yako ya namna mbili, kuna madhambi yaliyokuwa makubwa na kuna madhambi yaliyokuwa madogo madogo. Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia, intajtanibu, kama mtajiepusha, kabaira ma tunhauna anhu, na madhambi makubwa mliyokatazwa, nukaffira ankum sayiatikum, tutakusameheni madhambi yenu madogo madogo. Mkijiepusha na madhambi makubwa, tutakusameheni madhambi madogo madogo. Madhambi makubwa kama vile zinaa, kama vile ulevi, kama vile dhulma, kama vile kula riba, kama vile kuiba na mengineyo, yote haya ni madhambi makubwa, na haya hayasameheki isipokuwa kwa toba ya kweli. Madhambi makubwa hayasameheki isipokuwa kwa toba ya kweli, na toba ina masharti matatu kwa manne. Kwa upande wa masharti matatu, ili toba ikamilike, kama alivyosema Allah, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, tubu ila Allahi taubatan nasuha,
rejeeni kwa Allah kwa kuleta toba ya ukweli, siyo toba ya mchezo mchezo. Leo unatubia, kesho unarejea lile lile. Leo unatubia, kesho unarejea lile lile. Hii siyo toba ya kweli. Tubuni kwa kuleta toba ya kweli. Toba ya kweli ina masharti. Sharti ya kwanza, an yatruka almaasiya, yule ambaye mwenye kuleta toba aache yale maasi. Kama alikuwa analewa akaamua aache ulevi, sasa arudi kwa Mola wake, aache huo ulevi. Kama alikuwa anafanya mambo ambayo ya wizi, aache wizi. An yatruka almaasiya, na katika riwaya an yaqla almaasiya, ayang'oe yale maasi. Imetumika iqla. Iqla ni kitu ukiking'oa, kama mtu ukiung'oa na shina lake hauoti tena, ndio ikatumika hivyo. An yaqla almaasiya, ayang'oe maasi yale, asiyafanye tena. Sharti ya kwanza. Sharti ya pili, aadhimie kwamba hatorejea tena, ajute. Aadhimie kwamba hatorejea tena, ya Rabbi, mimi nimeteleza, sitorudi tena. Na sharti ya tatu, ajute kwa yale aliyoyafanya. Kuwaje mimi nimepoteza muda wangu, jambo kaliharamisha Allah, la ulevi, dhulma. Kwa nini nikadhulumu watu mie? Ajute. Kwa nini nikawafanyia khiana watu mimi? Kwa nini nikawafanyia watu khadaa, nikawafanyia ghushi? Ajute tena, amlilie Mola wake. Akifanya hivyo, hiyo toba inakubalika. Allah anatuambia tusikate tamaa. Qul, sema Muhammad, ya ibadi alladhina asrafu, enyi waja wangu ambao mliofanya israf, kafanya madhambi mingi, kafanya maasi mingi, la taqnatu min rahmatillah, sikate tamaa katika rehma ya Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia innahu huwal ghafurur rahim. Hii ni sifa yake Allah. Hakika Allah anasamehe madhambi yote, madhambi yote. Mtu kama atarudi kweli, basi Allah anamsamehe. Wapo ambao wanakata tamaa, wanasema mimi kwa madhambi nilofanya ndio nisubiri kufa tu motoni. Usikate tamaa, rudi kwa Allah. Allah anasamehe madhambi yote. Almuhimu kwamba utekeleze tu masharti ya toba. Lakini na sharti ya 4 inaingia ikiwa kuna tatizo baina ya mtu na mtu. Sasa hawa watu wamalizani. Umemdhulumu mtu ardhi yake, lakini ukakumbuka mbele umefanya jambo silo, ukamlilia Mola wako, ya Rabbi nisamehe kwa kumdhulumu ardhi yake yule, nisamehe ya Rabbi. Hiyo toba haitosameheka mpaka urudi kwa uliyemdhulumu, ukafanye naye masawazisho, imma umlipe haki yake au akusamehe kile ambacho ulichomdhulumu. Akikusamehe na Allah akasamehe. Lakini sio kwamba ushadhulumu, ushaiba, ushachukua mali za watu, alafu pengine labda umeshastaafu, ndo unataka kuleta toba, ya Rabbi nisamehe. Madam zile mali unazo, hutosamehewa mpaka uzirejeshe, mpaka uzirejeshe. Hapo Allah ndio atakusamehe. Kwa hiyo toba inakubalika kwa yule ambaye atakayeleta toba. Kwa anasema wa qawluhu, na kauli yake, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, husamehewa yale madhambi aliyoyatanguliza. Mahmulun, inachukuliwa inda ulamai, kwa wanazuoni, ala saghairi, juu ya yale madhambi madogo madogo, sio madhambi makubwa. Tunafahamiana ni madhambi yale madogo madogo. Usije ukafikiri kwamba kwa kuitikia amin kama ulimdhulumu mtu ndio ushasamehewa. La,
ni madhambi madogo madogo. Madhambi makubwa inatakiwa mpaka kwa kuleta toba wewe mwenyewe na kufanya masawazisho. Wadaliluhum, na dalili yao, fi dhalika, katika hayo, ma urida min hadithi sayyidina Sa'id bin al-As, ni yale yaliyowaridi katika hadithi ya Sa'id bin al-As. Qala, amesema, kuntu, nilikuwa mimi, inda Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika maswahaba wale wanne ambao walifanya kazi kubwa sana kwa ajili ya dini ya Uislamu. Walijitahidi, walifanya uadilifu mkubwa kuhakikisha kwamba dini inasimama. Walitumia muda wao, walitumia mali zao kwa ajili ya dini ya Allah, na walifata nyayo za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walikuwa waadilifu hawa hata kwenye uongozi wao, wakiwaongoza watu kwa uadilifu kabisa. Mara moja Amirul Mu'minin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, wakati wa usiku, alikuwa halali Umari mpaka anazunguka kwenye mji, anaangalia vipi raia wangu nao waongoza wako hali gani. Katika mizunguko yake akaona kwa mbali kuna moto umewashwa, akaona asogea, akaangalie nini kile. Alipofika anamkuta mama pale na watoto wake wako pembeni, alafu kuna jungu limeinjikwa. Anamuuliza, mbona muda huu? Anasema, naam, hali ngumu, watoto wamelala, nimeinjika hapo, ninawadanganya tu waone kama ninapika. Omar akatoka mpaka kwenye Baitul Mali, akaenda kujitwika. Alivyojitwika akamletea yule mama. Walikuwa wakijali sana. Sasa Uthman bin Affan alikuwa ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndiye ambaye kwa kupitia yeye ilianguka pete ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale katika Bi'run Aris, Masjid Quba, au wanaita Bi'run Khatam. Mtume alikuwa na pete yake. Mtume tunafahamu kwamba yeye alikuwa hajui kusoma kilichoandikwa. Hata akitaka kuandikia wafalme barua, yeye anatoa maelekezo, tuandikeni hivi, min Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, assalamu ala man tabi'a al-huda. Wanaandika wale maswahaba, kisha Mtume anapiga muhuri kwa pete yake. Alipokufa pete hiyo akaichukua Abu Bakar akawa nayo. Alipokufa naye Abu Bakar kachukua Umar bin al-Khattab. Alipokuja kuichukua Uthman bin Affan, wakati yuko pale katika maeneo ambapo Mtume kawabashiria pepo wale maswahaba wale, ndio kuna kisima pale kinaitwa Bi'run Aris, au wanaita Bi'run Khatam, Masjid Quba kule Madina. Kwa hiyo kakaa na pete anayechezea, ikamdondoka ile pete, ikaingia kwenye kile kisima. Wakaitafuta takriban siku 3, hakuipata tena. Katika maeneo ya ziara wameandika hasa pale kwa lugha ya Kiarabu, nadhani na lugha ya Kiingereza pale, wakielezea tukio hilo. Kwa anasema huyu, kuntu inda Uthman, nilikuwa mimi kwa Uthman bin Affan, fadaa bitahur, akataka maji kwa ajili ya kujitoharishia. Alitaka maji kwa ajili ya kujitoharishia. Faqala, akasema, sami'tu Rasulullah, nimemsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yaqul, rehma na amani ziwe juu yake, akisema, ma min imri'in. Uiseme hivyo hapo, asili yake kuna sekne ma min, lakini hapo haitowezekana kukaa sekne kutokana na mbele kuna sekne nyingine, itakuwa kuna su'ba, ugumu katika matamshi.
ma min mri'i haiwezi kaja. Kwa ndio maana sekne ya mwanzo tunaiua, tunaitia kisra, tunabakisha sekne ya mwisho. Ma min imri'in, hakuwa mtu yoyote yule, muslimin, muislamu, tahadhuruhu salata maktuba, anahudhuria swala ya faradhi. Salatu maktuba ni salatu al-mafruḍa, swala ya faradhi kama vile maghribi, isha, subhi, dhuhuri, al-asri. Hizi ndo salatu al-maktuba. Swala tano hizi ni swala za lazima, sio za khiari. Hizi swala lazima hizi, wasioswali wafahamu hilo, walijue. Wasioswali walijue swala tano ni lazima, hizi sio khiari. Hasa kazi kwao, kama wao hawataki ulazima huo, hawatili umuhimu, wataijua wao. Sisi tutawaambia tu swala tano ni lazima, kama ilivyokuwa kwamba ni lazima kwa mtu kula chakula ili apate aishi vizuri, basi pia ni lazima kwa mtu kuswali swala tano. Maktuba zilikuwa 50 mwezi, hizi swala zilikuwa 50 katika mwezi kama huu, kwa kauli zinazosema na wanazuoni. Alipokwenda Mtume mbinguni akakabidhiwa mzigo wa swala 50, anaambia Muhammad, shika hizi swala 50 zitekelezwe wewe na umma wako kwa kila siku. Hebu fikiri, hebu jenga picha Muislamu, hili jambo lingaliachwa hivi hivi kwamba kila mtu kwa siku aswali vipindi 50, ingekuwaje? Vipindi 50 kwa siku ingekuwaje? Lakini Allah akazipunguza. Nabii Musa anawaambia rudi Muhammad, wasali takhfifa, kaombe upewe takhfif, fa inna ummataka la tutiqu, umma wako hauwezi. Mtume akawa anarudi. Angalia Waislamu, anakwenda Mtume anarudi, anakwenda kutuombea sisi tupunguziwe hizi swala 50 mpaka mwisho zimebakishwa 5. Anasema tena, nimemwomba Allah mpaka ninaona vibaya tena hizi 5. Mtume anaambiwa ndio hizo 5 zitekelezwe. Lakini angalia mapenzi yake Allah kwetu sisi, akaondosha utekelezaji wa swala 45, lakini hajaondosha malipo ya swala 50. Malipo ya swala 50 hakuyaondosha, akayaondosha vile vile. Ndiyo sawa na bosi wako anapokwambia ukifanya kazi mpaka wakati wa magharibi nitakulipa 2,000,000. Baadaye akakwambia basi wewe fanya kazi mpaka muda wa saa 9:30, lakini 2,000,000 ile ile nitakulipa. Kakuondoshea muda mkubwa, lakini malipo hakuondoa. Ndiyo Allah alivyotufanyia waja wake kwa mapenzi yake juu yetu. Tunataka nini tena Waislamu? Swala 50 kafuta 45, akaziacha swala 5 tutekeleze, lakini malipo na wema unaopatikana kwa kutekeleza swala 50 hakuufuta Allah. Haya ni mapenzi makubwa, mapenzi makubwa Waislamu haya. Sasa mtu anashindwa kutekeleza ibada ya swala 5. Tuwanasihi ndugu zetu, ijapokuwa si muda mrefu atakuja msikitini Ramadhani kwa ajili ya Ramadhani, huoni kama unafanya shirki wewe. Yani unamwabudia Mola wako Ramadhani, ikimaliza Ramadhani na wewe huna muda wa sala, kama kwamba unaonesha huyu Mola yuko Ramadhani, mbona unajishughulisha? Tumeambiwa waabudu rabbaka hatta yatiyaka alyaqin, mpaka mauti anakufika, muabudie Mola wako kwa swala za Ramadhani. Pepo ya Allah tuisahau kwa swala za Ramadhani. Pepo ya Allah haipatikani, wala hupati faida. Mwenye kuswali Ramadhani hadi Ramadhani, wala tusimfiche huyu kwa swala hiyo hana anachokipata, kama ndio utaratibu wake huo, hana anachokipata Ramadhani hadi Ramadhani huyo. Lakini kubwa ataingizwa kwenye lile kundi lile,
fawailul lilmusallin. Kama hujui wanaoingia nani, ndo kama hawa ole wao wenye kuswali, adhabu kali. Wanasema wailun ni wadin, ni jangwa katika moto wa Jahannama, yusamma wailun. Hawa ndo wataingia katika kauli hii, adhabu kali itawapata wale wenye kuswali. Alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao wanaswali Ramadhani hadi Ramadhani. Inaingia nayo hiyo hapo, alladhina hum an salatihim sahun, ambao wanazipuuza swala zao. Ukiswali Ramadhani hadi Ramadhani ndo unapuuza swala wewe, utaingia katika waidi huu. Ibada hizi zimefanyiwa jitihada, maswahaba wamejitahidi sana kutekeleza ibada. Sasa tunafanya mchezo. Ramadhani ndo kundi linajaa msikitini, alafu wanauliza maswali eti kama ukifunga alafu hujaswali funga yako itakubalika. Funga ipi ikubalike? Anaambiwa, atajibiwa funga kitu kingine na swala kitu kingine. Haya, sawa, siku ya mwisho inakuwaje? Katika mjumuisho sasa wa hesabu inakuwaje? Allah anasema anasema Mtume, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama as-salah. Ibada ya mwanzo itakayohesabiwa kwa mja siku ya Kiyama ni ibada ya swala. Ikikutikana swala imekamilika na matendo mengine yanakubaliwa, ikikutikana swala ina mapungufu na matendo mengine hayakubaliwi. Haya, hiyo funga yako imekusaidia wapi hapo? Hija yako imekusaidia wapi hapo? Ibada ya swala sio ibada ya masahara. Waislamu tujitahidi sana. Sasa anasema Mtume, hakuwa mtu yoyote yule tahdhuruhu salata maktuba, ambaye mtu huyo anaihudhuria swala ya faradhi au inamfikia swala ya faradhi, fayuhsinu wudhuaha, akatengeneza udhu wake vizuri, akautia udhu vizuri. Maana yake wengine hata hiyo kutia udhu hawatii udhu vizuri. Udhu mpaka usome kutia udhu, mpaka kutia udhu usome. Namna gani Mtume alitia udhu? Fuatilia, alafu ukisha kujua na wewe utie udhu kama alivyotia Mtume. Akafanya vizuri katika udhu wake, wa khushuaha, na khushui yake, yani unyenyekevu wake, akanyenyekea kwenye swala yake. Ndiyo maana Allah anasema qad aflaha almu'minun, hakika wamefaulu waumini, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ambao wananyenyekea kwenye swala zao, watulivu, wananyenyekea, moyo wao uko kwenye swala, fikra yao yote iko kwenye swala, hakuna dunia hapo kwenye swala yao, wanamhofu Mola wao, wananyenyekea. Warukuaha, na kwenye rukuu yake, illa, isipokuwa mtu huyo, kanat kafaratun, itakuwa ni kafara lima qablaha min adh-dhunubi, ya kusamehewa madhambi yale ya kabla nyuma. Ma lam yu'ti kabiratan, madam haleti madhambi makubwa. Ndio tumesema huko anachambua kwamba ma lam yu'ti kabiratan, maadamu mtu huyo hafanyi madhambi makubwa. Wadhalika daharu kulluhu, na hayo yanaendelea katika zama zote, inaendelea katika zama zote kabisa. Kwa hiyo kumbe hapa tunapata ni madhambi madogo madogo yanayofutwa, sio madhambi makubwa. Madhambi makubwa yana taratibu zake za kufutwa. Ma min imri'in muslim, hakuwa Muislamu yoyote yule, tahdhuruhu salatu maktuba, sala ya faradhi inamfikia, fayuhsinu wudhuaha, akafanya vizuri udhu wake,
wa khushu'aha, na khushu' yake, wa ruku'aha, na rukuu yake, illa isipokuwa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub, inakuwa ni kafara kutokana na yale madhambi aliyoyafanya kabla, yani yanafutwa madhambi yake. Ma lam yu'ti kabiratun, madam hakuleta madhambi makubwa. Wadhalika ad-dahru kulluhu, na hiyo ni katika inaendelea katika zama zote, hiyo inaendelea. Wa fil Bukhari, na katika hadithi ambayo amepokea Imam Bukhari katika Fathul Bari kule iko hadithi hiyo, mujallad wa pili ukurasa namba 266, wa ghairihi aidan, na nyingineyo vile vile, an sayyidina Abi Huraira, kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, radhi za Allah ziwe juu yake, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mtume rehma na amani ziwe juu yake amesema, idha qama al-imamu, atakaposimama imam, idha qala al-imam, atakaposema imam, idha qala al-imam, atakaposema imam, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, wakati anasoma ghayril maghdubi alayhim waladdallin, faqulu, semeni amin. Ha, maneno ya mtume, wengine wanakaa kimya, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, kimya, wengine wanakaa. Mtume anasema faqulu, basi semeni amin. Fa innahu, kwa sababu man wafaqa qawluhu qawlul malaika, yule ambaye itakayemwafikia ile kauli yake aliyosema amin ikawafikiana na kauli ya malaika, kwa sababu na wao malaika wanasema amin, ghufira lahu, husamehewa mtu huyo, ma taqaddama min dhambi, kutokana na madhambi aliyoyatanguliza. Kama tulivyosema, ni madhambi madogo madogo, na malaika nao wanaitikia amin, malaika nao wanaitikia amin. Na malaika wamepewa kazi zao. Kuna malaika wao kazi yao wamesujudu tu hivyo hivyo, kuna malaika wengine wamerukuu, kuna malaika wanamtaja Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha, wako hivyo, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kuna malaika wao ni wanapita kwenye miji, wanazunguka kama vile watalii katika miji, wanapita mbali mbali. Kwa malengo gani? Yaltamisuna majlisa dhikri, wanatafuta wapi wamekaa waja wa Allah, wanamtaja Allah. Wanapita katika maeneo, wakiona tu wanaitana, halumma ila hajatikum, njoni njoni njoni. Wanajipanga mpaka mbele ya Allah. Ya Rabbi, leo tumepita mahala fulani, tumekuta watu pale wamekaa wanasoma kitabu chako. Allah anawauliza wanataka nini? Ya Rabbi, bila shaka wanataka pepo yako. Wameiona? Hawajaiona. Wangeiona ingekuwaje? Wale wangekithirisha wale. Wanajiepusha na nini? Wanajiepusha na moto wako. Wameuona moto, hawajauona. Wangeuona ingekuwaje? Wangejitahidi sana kujiepusha na moto. Allah anaambia, shuhudieni, nimeshawasamehe madhambi yao wale. Yoyote anayekaa darasani akiondoka anakumutika madhambi,
anakunutika madhambi yanasamehewa. Sasa utachagua ukae maskani, ukae msikitini, darasani, na haswa katika mwezi kama huu, mwezi wa Rajab, mwezi mtukufu, thawabu zake zinaongezeka zaidi, kwa kuna malaika wao ambao wanatulindiza, aliowasema Allah, lahum muaqibatun min bayni aydihim wa min khalfihim yahfadhunahum min amri llah. Kuna malaika unapokata chochoro, ukipinda yupo, ukenda hivi mmoja yuko mbele mmoja nyuma, ukikaa mmoja kulia mmoja kushoto, ukilala mmoja kichwani mmoja miguuni, unapokwenda wewe wanao wanaandika. Na wale ambao mtu anofanya wema ndio yanaandikwa hapo kwa hapo. Kwa hiyo malaika toka magharibi walioko hapa wanaandikiwa watu wema. Hasa hao hawamuasi Allah, wanafanya lile waliloamrishwa. Ikifika muda wao alfajiri, wanaondoka wawili hawa, kila mmoja nao wanne. Wawili hawa uliokuwa nao sasa hivi waliingia wakati wa alasiri katika salatul wusta, waliingia pale, wataondoka wakati wa alfajiri. Wakifika wataulizwa, kaifa taraktumul ibad, mumewaacha vipi waja wangu? Watajibu, atainahum, tuliwaendea wakati wa alasiri, wa hum yusalluna, tukawakuta wanaswali, wataraknahum, na muda huu tumewaacha, wa hum yusalluna, na wanaokuja wanakamata nafasi wanakukuta unaswali. Unafikiri ingekuwaje? Malaika wanakwenda kwa Allah wanasema, ya Rabbi, tumewaacha wako baa wanalewa, tumewaacha wanacheza ngoma, na tulivyowaendea pia tumewaendea wanafanya mambo machafu. Unafikiri ripoti zako zipelekwe hivyo itakuwaje? Kwa wanasamehewa madhambi madogo madogo. Idha qala al-imamu, atakaposema imam, ghairil maghdubi alayhim waladdallin, faqulu, semeni amin. Fa innahu, kwa sababu man wafaqa qawluhu, yule ambaye itakayowafiki kauli yake, qawla almalaika, qawli ya malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, usamehewa madhambi aliyoyatanguliza. Wa yusannu, na imesuniwa, lilmusalli, kwa yule mwenye kuswali, an yamudda lafdha amin, alivute hii amin. Anasema wala yakhtifuha khatfan, wala siseme tu amin, ijapokuwa kuna masala hapo. Fa an Wa'il bin Hajar qala, anasema kutoka kwa Wa'il bin Hajar, sami'tu an-nabiyya, nilimsikia mtume. Wa'il bin Hajar ni sahaba, alimsikia mtume kwa sababu alikuwepo kipindi cha mtume. Sami'tu an-nabiyya, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam, rehma na amani ziwe juu yake, qaraa, akisoma ghayril maghdubi alayhim waladdallin, faqala amin, wa madda biha sautahu, na akavuta ile sauti yake amin, kamsikia mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadha lafdhu Tirmidhi, hini lafdhi la Imamu Tirmidhi, wa isnaduhu sahihun, sahahahu Daraqutni. Kwa hiyo ni kuvuta amin. Kuna masala mengine tutakuja kuyasema katika darasa nyingine itakayokuja insha Allah, Allah akituwafikisha. Kwa hiyo tufike hapo, tutakuja kumalizia mlango huo, hicho kipande kilichobakia katika darasa itakayokuja. Wama alaina illa albalaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.